Mwanamke, kama unatafuta mtoto na unasumbuliwa na magonjwa yafuatayo, sahau kabisa kupata mtoto. Ugonjwa wa kwanza ni PID, yani pelvic inflammatory disease. Huu ugonjwa unaathiri uterus, mrija wa fallopian pamoja na ovary. Kama una PID, yani uwezo wa kupata mimba hauna kabisa. Ugonjwa wa pili ni fungus pamoja na bakteria. Haya ni magonjwa ambayo yanasababisha usiwe na uwezo wa kubeba mimba kabisa. Ugonjwa wa pili, wa tatu tunasema ni endometriosis. Hapa tunasema kwamba ni abnormality of uterus. Yaani uterus yako inakuwa haina uwezo wa kubeba mimba na kuitunza vizuri. Kwa hiyo utakuwa unashika mimba lakini inaporomoka. Tunasema inaondoka kabla ya siku zake. Kama wewe ni mwanamke ambaye haujui afya yako ya uzazi, chukua namba yangu pale kwenye bio kwa msaada zaidi. Usahau kulike na kucomment, pia kunifollow kusudi uweze kupata video zangu kila siku. Asante. Jamani wanawake, hakuna mzunguko wa hedhi wa siku 2 au 7. Siku 2 au 7 hizo ni siku za hedhi kukoma, sio mzunguko wa hedhi. Lakini mzunguko wa hedhi unakuwa ni siku 21 hadi 28 hadi 35. Kama wewe hujagundua siku zako za hedhi ni ngapi, unatakiwa uanze kuhesabu tangu siku ya kwanza unaona damu yako ya hedhi hadi siku nyingine utakapoona damu yako ya hedhi. Tuseme hivi, labda umeona hedhi siku ya kwanza tarehe 1. Ukija kuona tena damu yako ya hedhi siku ya tarehe 21, basi utagundua mzunguko wako ni wa siku 21. Lakini ukija kuona damu yako siku ya 28, utajua kwamba mzunguko wako ni wa siku 28. Kama hii ratiba huijui, basi wewe mwanamke hautaweza kubeba mimba kwa sababu siku zako za hatari hautazijua. Namba yangu iko pale kwenye bio kwa msaada zaidi.